Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunatumaini kwamba mmeamka salama pote mlipo, mnapoendelea kufuatilia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, ambayo inaendelea kuwapatia habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu kwa YouTube. Basi tunawakaribisha kusikiliza taarifa yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tutawaunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu katika taarifa hii ya habari ya asubuhi. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika maeneo mashariki mwa DRC bado inaendelea kuwa mbaya licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayolenga kupunguza mapigano kati ya pande zinazopingana. Taarifa kutoka eneo la mapigano zinaeleza kuwa chini ya masaa 24 au 24 kabla ya kuanza kwa ujumbe wa kuanza kwa uhakiki na ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano unaodaiwa kuwekwa chini ya mchakato wa amani, kumekuwa na mashambulizi mapya katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Kulingana na taarifa hiyo, muungano wa makundi ya waasi wa unaoundwa na M23 Twirwaneho na Red Tabara umeonekana kuendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na FARDC pamoja na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Tukio kubwa limeripotiwa katika eneo la Malimba ndani ya groupement ya Bijombo ambako wapiganaji wa muungano huo walifanya mashambulizi dhidi ya nafasi zinazoshikiliwa na FCM na FARDC pamoja na Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilifanikiwa kuzuia kusonga mbele kwa waasi katika eneo hilo. Hata hivyo, taarifa hiyo inaeleza kwamba waasi bado walikuwa wakidhibiti nafasi 3 zilizolengwa wakati wa jioni ya Jumapili. Hali hii inaonyesha kwamba licha ya kuwepo kwa juhudi za kisiasa na za kusimamisha mapigano, hali halisi katika uwanja wa vita bado ni tofauti. Pande zinazopigana zinaendelea kuweka nguvu katika maeneo yenye umuhimu wa kimkakati. Wakati huo, katika eneo la Kabare mkoani Kivu Kusini, mapigano mengine yameripotiwa katika groupement ya Luhango, hasa katika lokaliti ya Luhago na kijiji kidogo cha Chulwe. Taarifa zinaeleza kuwa wapiganaji wa M23 walishambulia nafasi zinazodhibitiwa na Wazalendo. Hata hivyo, hali ya udhibiti wa maeneo hayo inaonekana kuwa tata. Vyanzo vinavyotajwa katika taarifa vinaeleza kuwa baadhi ya maeneo yao yanadhibitiwa kwa kugawanywa kati ya M23 na Wazalendo. Kwa upande wa raia, hali ni ya wasiwasi mkubwa. Wananchi wengi wamekimbia makazi yao na kujificha katika misitu na vichaka vilivyo karibu na Luhago, wakihofia kuingia katika mapigano. Tukio hili lina muhimu mkubwa kwa sababu limetokea wakati ambako ujumbe wa kwanza wa uhakiki wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano ulikuwa umetarajiwa kuanza kazi. Kitaalamu, ujumbe wa aina hii unalenga kufuatilia kama pande zinazohusika zinaheshimu makubaliano, kutambua ukiukwaji na kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kuzuia mapigano kurejea kwa zaidi. Lakini mashambulizi yanayotokea kabla hata ya mfumo huo kuanza kufanya kazi yanaweza kuwa ishara ya changamoto kubwa inayokabili mchakato wa amani. Kwanza, kuna tatizo la kutokuwepo kwa imani ya kutosha kati ya pande zinazopingana. Kila upande unaweza kuona kusitisha mapigano kama nafasi ya kujipanga upya kijeshi badala ya kuacha kabisa operation. Pili, maeneo kama Malimba, Bijombo, Luhago na Chulwe yana muhimu mkubwa kwa sababu udhibiti wake unaweza kuathiri harakati za wapiganaji, usalama wa wananchi na mawasiliano katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Tatu, hali hii inaonyesha kuwa makubaliano ya kisiasa pekee hayawezi kuhakikisha amani ikiwa hakuna mfumo madhubuti wa ufuatiliaji, utekelezaji wake na kuwajibisha wale wanaokiuka makubaliano. Wananchi wanaojificha katika misitu karibu na Luhago wanakabiliwa na hatari ya kukosa chakula, maji, huduma za afya na makazi salama. Wakati mapigano yanapoendelea, shughuli za kilimo, biashara na usafiri pia huvurugika. Kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya vijijini kunaweza kuongeza idadi ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao. Hii ndio sababu usitishaji wa mapigano una muhimu mkubwa kwa wananchi kuliko
unavyoweza kuonekana katika meza ya mazungumzo. Kwa raia, kusitishwa kwa mapigano kuna maanisha nafasi ya kurudi manyumbani kwao, kulima mashamba, kupata huduma za msingi na kuishi bila hofu. Kwa ujumla mashambulizi yanayoripotiwa Malimba, Luago yanaonyesha kwamba njia kuelekea amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ina changamoto kubwa. Wakati ujumbe wa kwanza wa uhakiki wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano unaotarajiwa kuanza kazi, mapigano haya yanaweza kuwa mtihani wa kwanza muhimu wa uwezo wa mfumo huo kubaini ukiukwaji wa kuzuia hali isizidi kuwa mbaya zaidi. Jambo la msingi sasa ni kuona kama pande zote zitakubali kuheshimu makubaliano, kusimamisha mashambulizi na kutoa nafasi ya mchakato wa kisiasa kuendelea. Kwa wananchi wa Malimba, Bijombo, Luango na maeneo mengine yaliyoathiriwa, kinachohitajika si ahadi pekee za amani, bali kusitisha kwa mapigano kwa vitendo, usalama wa raia na mazingira yatakayowaruhusu kurejea katika maisha yao ya kawaida. Hivyo matukio ya sana siku zijazo yatakuwa muhimu katika kuonyesha kama usitishaji huu wa mapigano unaweza kuwa mwanzo wa utulivu wa ukweli au kama utabaki kuwa makubaliano yanayoandikwa kwenye makaratasi bila utekelezaji kamili. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali usalama katika maeneo katika nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini imeendelea kuibua wasiwasi baada ya vijana wawili kutoka jamii ya Banyamulenge kufika Uvira wakidai kwamba walikimbia kile wanachokiita kuajiriwa kwa lazima katika kundi la waasi wa Twirwaneho. Vijana hao wanasema walitembea umbali wa makumi ya kilomita kabla ya kufika Uvira, wakidai kuwa walichukua hatua hiyo baada ya kukataa kujiunga na kundi hilo kwa hiari yao. Taarifa hii inaibua tena mjadala kuhusu swala la makundi yenye silaha katika nyanda za juu za Kivu Kusini na hali ya vijana wanaoishi katika maeneo yanayoathiriwa na vita kwa muda mrefu. Mmoja wa vijana hao amedai kwamba Twirwaneho imekuwa ikifanya kile anachokiita uandikishaji wa lazima wa vijana wa miaka kadhaa katika maeneo ya nyanda za juu za Kivu Kusini. Kwa mujibu wa ushuhuda wake, vijana wanadaiwa kushinikizwa kujiunga na kundi hilo, huku akisema kwamba yeye na mwenzake walikataa na kuamua kuondoka katika eneo hilo kuelekea Uvira. Anadai pia kwamba nyaraka zao za utambulisho zilichukuliwa, jambo ambalo ikiwa itathibitishwa linaweza kuongeza uzito wa madai yao, kwa sababu nyaraka za utambulisho ni muhimu kwa mtu kusafiri na kutambulika kisheria. Vijana hao hatimaye waliendelea na safari yao hadi Uvira, wakisema walifanya hivyo kwa kutafuta usalama na kuondokana na shinikizo walilodai kukutana nalo. Swala kulazimisha vijana kujiunga na makundi yenye silaha ni nyeti sana katika mazingira ya vita. Vijana wanapowekwa katika hali ambayo wanahisi hawana uchaguzi, migogoro inaweza kuendelea kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Katika eneo la Kivu Kusini, hasa maeneo ya juu, kumekuwa na makundi mbalimbali yenye silaha na migogoro inayohusisha masuala ya usalama na jamii, ardhi, siasa na ulinzi wa jamii. Twirwaneho ni kundi linalohusishwa na jamii ya Banyamulenge. Hata hivyo, ni muhimu kutenganisha jamii ya Banyamulenge kwa ujumla na makundi yenye silaha. Madai dhidi ya kundi moja hayawezi kutafsiriwa kuwa lawama dhidi ya jamii nzima. Hii ni jambo muhimu kwa sababu taarifa za aina hii zinaweza kuongeza mvutano wa kikabila ikiwa zitatumiwa bila uthibitisho au kwa kuhusisha jamii nzima na vitendo vya kundi yenye silaha. Kwa wakati huu, taarifa iliyopo inatokana zaidi na ushuhuda wa vijana hao wawili. Kwa hiyo madai hayo yanahitaji uchunguzi huru ili kubaini mazingira halisi ya kile walichokieleza. Ni muhimu kujua walikotoka, ni nani aliyewalazimisha kujiunga, lini walidaiwa kuchukuliwa nyaraka zao, na kama kuna vijana wengine wanaotoa ushuhuda unaofanana. Pia mamlaka za eneo na viongozi wa Twirwaneho wanapaswa kupata nafasi ya kutoa majibu kuhusu tuhuma hizi.
Kwa upande wa waandishi wa habari, changamoto kubwa ni kuripoti madai haya kwa umakini bila kuyageuza kuwa ukweli uliothibitishwa bila uchunguzi kukamilika. Ikiwa madai ya uandikishaji wa lazima yatathibitishwa, swala hilo linaweza kuwa na hatari kubwa kwa usalama wa eneo. Kwanza, linaweza kuongeza idadi ya vijana wanaoingia katika makundi yenye silaha. Pili, linaweza kusababisha familia kuondoka katika maeneo yao kwa kuhofia watoto wao kuchukuliwa. Tatu, linaweza kuongeza kutokuaminiana kati ya jamii mbalimbali zinazoshiriki katika eneo moja. Na nne, linaweza kufanya juhudi za kutafuta amani kuwa vigumu zaidi, kwa sababu makundi yenye silaha yanapoendelea kupata wapiganaji wapya, uwezekano wa mapigano huwa unaendelea kuongezeka kila siku. Madai ya kuchukuliwa kwa nyaraka za utambulisho pia yanahitaji kupewa uzito. Nyaraka hizo zimemwezesha raia kuthibitisha utambulisho wake na kupata huduma mbalimbali. Ikiwa nyaraka za vijana zilichukuliwa kwa kulazimishwa, mamlaka zinapaswa kuchunguza sababu na mazingira ya hatua hiyo. Na hata hivyo, bila ushahidi wa ziada, ni mapema kufika hitimisho la kisheria kuhusu jambo hilo. Kufika kwa vijana wawili wa jamii ya Banyamulenge mjini Uvira wakidai kuwa walikimbia uandikishaji wa lazima wa Twirwaneho Tabara unaonyesha tena ukubwa wa changamoto inayowakabili vijana katika maeneo ya juu ya Kivu Kusini, yani katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Jambo la msingi sasa ni kuhakikisha kwamba madai hayo yanachunguzwa kwa njia uhuru na za kuaminika. Ikiwa ni kweli vijana wanashinikizwa kujiunga na makundi yenye silaha, hatua za kuwalinda na kuzuia uandikishaji wa lazima zinapaswa kuchukuliwa. Wakati huo huo, ni muhimu kuepuka kulihusisha tukio hili na jamii nzima ya Banyamulenge. Vitendo vinavyodaiwa kufanywa na kundi lenye silaha havipaswi kuwa sababu ya kuwabagua au kuwahukumu raia kwa msingi wa jamii yao. Kwa sasa ushuhuda wa vijana hao wawili unasubiri uthibitisho zaidi, lakini tukio hilo linaongeza wito wa kuimarisha ulinzi wa raia na vijana katika maeneo ya juu ya Kivu Kusini, huko juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa na kiusalama zikiendelea. Na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano mapya yameripotiwa mapema tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika eneo la Malimba kwenye mimili ya Masongo katika nyanda za juu za Uvira mkoani Kivu Kusini, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kutoka eneo hilo, muungano wa makundi ya waasi wa Twirwaneho Tabara ambao unatumiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda ulianzisha mashambulizi ya wakati moja dhidi ya nafasi 3 zilizokuwa zikidhibitiwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Mashambulizi hayo yalianza mapema asubuhi na yanaeleza kuwa yalikuwa yamepangwa na kuratibiwa kwa wakati mmoja pamoja na maeneo mbalimbali ya Malimba. Hali hii inaonyesha kwamba eneo la nyanda za juu za Uvira bado ni moja maeneo yenye mvutano mkubwa wa kijeshi, licha ya juhudi zinazoendelea za kutafuta suluhisho la kisiasa na la kusimamisha mapigano. Tukio hili linapata uzito zaidi kutokana na muda ambao imetokea. Mashambulizi hayo yameripotiwa saa chache tu baada ya kumalizika kwa kikao cha tathmini kilichohusishwa na mchakato wa amani wa Doha. Mkutano huo ulifanyika kati ya tarehe 17 na tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ulihusisha tathmini ya hatua zilizopingwa, mafanikio yaliyopatikana pamoja na changamoto zinazokabili utekelezaji wa makubaliano yanayolenga kupunguza mapigano eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa masuala muhimu yaliyokuwa yakijadiliwa ni utekelezaji wa utaratibu wa kusimamisha na kufuatilia usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, matukio ya Mulimba na yanaibua tena maswali kuhusu ufanisi wa utaratibu huo.
hasa ikiwa mashambulizi yanaendelea kutokea katika maeneo yenye mvutano. Kwa lugha rahisi, changamoto kubwa sasa sio tu kufikiwa makubaliano kwenye meza ya mazungumzo, bali pia kuhakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa na wahusika wote walio kwenye mstari wa vita au kwenye uwanja wa vita. Mashambulizi ya Malimba yanaweza pia kuonyesha hali ya usalama katika maeneo ya nyanda za juu za Uvira kama bado ni mbaya sana, yani hali huko bado ni mbaya sana. Eneo hili lina muhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake ya kijiografia na uhusiano wake na maeneo mengine yenye migogoro katika eneo la Kivu Kusini. Kwa upande wa wakazi, mapigano ya aina hii inaweza kuongeza hofu, kusababisha watu kuondoka maeneo yao na kuvuruga shughuli za kawaida za maisha. Katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa na migogoro kwa muda mrefu, kila wimbi jipya la mapigano huongeza changamoto ya kibinadamu, ikiwa pamoja na usalama wa raia na upatikanaji wa huduma muhimu. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba taarifa kuhusu mapigano haya zinatokea katika mazingira ya vita ambako kila upande unaweza kutoa maelezo yanayotofautiana kuhusu ukubwa wa mashambulizi, maeneo yaliyolengwa, vifo au udhibiti wa maeneo. Kwa hiyo taarifa kuhusu matokeo kamili ya mapigano ya Malimba zinahitaji kuthibitishwa na vyanzo huru kabla ya kutoa hitimisho kuhusu hasara au mabadiliko ya udhibiti wa maeneo. Kwa mtazamo mpana, kinachoendelea Malimba kinaonyesha pengo linaloweza kuwepo kati ya diplomasia na hali halisi kwenye uwanja wa vita. Wakati viongozi na wawakilishi wakijadiliana kuhusu kuhusu amani na usitishaji wa mapigano yanaweza kuendelea katika maeneo ya mbali na meza ya mazungumzo. Hii ndiyo sababu ya utekelezaji wa mfumo wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano unakuwa muhimu sana. Bila mfumo wenye uwezo wa kufuatilia ukiukwaji, kutambua na kuwajibisha wanaokiuka makubaliano ya kisiasa inaweza kubaki kwenye karatasi bila kuleta mabadiliko makubwa kwenye watu katika maeneo ambako watu walipo au kwenye uwanja wa vita. Kwa sasa macho yanaelekezwa katika eneo la Malimba na nyanda za juu za Uvira, huku ikisubiriwa taarifa zaidi kuhusu hali ya usalama baada ya mashambulizi hayo ya asubuhi. Kwa jumla, tukio la tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026 linaongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa usitishaji wa mapigano katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mchakato wa Doha ukiendelea kutafuta njia ya siasa, matukio ya Malimba yanatoa ujumbe kwamba amani ya kudumu haitategemea tu makubaliano ya viongozi, bali pia uwezo wa kuhakikisha maelekezo hayo yanatekelezwa kikamilifu na wahusika walioko katika uwanja wa vita. Hivyo swali kubwa linalobaki ni moja: je, mchakato wa Doha utaweza kugeuza makubaliano ya kisiasa kuwa utulivu wa kweli kwenye uwanja wa vita? Matukio yanayoendelea katika nyanda za juu za Uvira yanaendelea kuwa kipimo muhimu cha jibu la swali hilo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana. Asante, chao.